Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-hakim, ud'uni astajib lakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الوحي. Katika kipindi chetu cha kuzitafsiri na kuzibainisha dua zilizopokelewa kwa kupitia Ahlul Bait, ima kutoka kwao wao au kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika dua nzuri, na dua zao zote ni nzuri, ni hii dua au aina ya sala ya kumswalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin shajarati nubuwa. Ewe Mola wangu wa haki, mswalie Muhammad na ali za Muhammad, mti wa utume. Katika kutafsiri aya hii tutakuwa na nukta tano. Nukta ya kwanza, chini ya unwan sahibu hadha dua, dua hii ni ya nani? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin shajarati nubuwa, ni dua ya nani? Kwa hivyo nukta ya kwanza tutamzungumzia mwenye dua hii ambayo ni al-Imamu Sajjad, al-Imamu Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin salawatullahi wa salamuhu alayhi, ndiye aliyetoa maelekezo kwamba dua hii isomwe kila baada ya jua kupinduka ndani ya mwezi wa Shaaban, na tabaan unaweza ukaisoma siku yoyote. Lakini nukta yetu ya pili tutazungumzia wafalme walioishi kipindi cha al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam, na nukta ya tatu ni shahadatuhu, kifo chake bwana mkubwa huyu al-Imamu Sajjad au al-Imamu Zainul Abidin. Lakini nukta ya nne tutamzungumzia imam kiongozi wa kufuatwa, al-Imamu qudwa, mtu wa kumfuata, mtu wa kumtanguliza. Lakini nukta ya tano na ya mwisho tutazungumzia manhaj ya al-Imamu Sajjad katika dua. Kwa nini dua zilizopokelewa kutoka kwa al-Imamu Sajjad alayhi salam, moja ya tarkizi yake, moja ya neno limesemwa sana ni jambo la kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ali zake, na kuwazungumzia Ahlul Bait. Nukta tano hizi katika darsa yetu hii ya kuzitafsiri dua zinazopokelewa kwa Ahlul Bait na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin shajarati nubuwa. Ewe Mola wangu wa haki, mswalie Muhammad na ali zake ambao watu hao ni mti wa utume. Ni nani mwenye dua hii? Nukta yetu ya kwanza, dua hii ya mti wa utume shajarati nubuwa imepokelewa kwa bwana mkubwa huyu anayeitwa Ali ibn al-Husayn, ambaye babu yake ni Amirul Mu'minin. Baba yake al-Imam Ali ibn al-Husayn ni al-Husayn ash-Shahid, mtoto wa Mtume Muhammad, mjukuu wa Mtume Muhammad, mtoto wa al-Imam Ali, mtoto wa Fatimatu Zahra alayhimus salam. Na mama yake ni Shahriznan, ambaye ukifuatilia familia ya mama yake Zainul Abidin inagota kwa Kisra,
mtawala wa Fursi, ndio inagota familia ya mama huyu, alikuwa akiitwa Malikatun Nisa au Shahriznan. Ndugu zake wa kiume al-Imamu Sajjad walikuwa ni watatu: Aliyul Akbar, Abdullahi Radhi'i na Jaafar. Hawa walikuwa ndio ndugu zake, ndio kaka zake. Dada zake ni watatu, ni Sukaina na Fatima na Ruqayya. Al-Imamu Zainul Abidin alizaliwa Madina siku ya Ijumaa mwezi 5 Shaaban au tarehe 5 Shaaban mwaka wa 38 Hijria. Lakabu zake anaitwa Zainul Abidin, Sayyidu Sajidin na lakabu nyingine, lakini maarufu akijulikana kwa Zainul Abidin na lakabu ya Sayyidu Sajidin. Hii nukta yetu ya kwanza kwa kifupi. Nukta yetu ya pili ni watawala walioishi kipindi cha al-Imamu Zainul Abidin, ambaye ndiyo aliyetufunza na kupokelewa dua hii kutoka kwake: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin shajarati nubuwa. Watawala ambao al-Imamu Zainul Abidin ameishi wakati wake ni hawa wafuatao. Walikuwa watano. Ameishi kipindi cha Yazid ibn Muawiya. Yazid, wama adraka man huwa Yazid, ambaye wanawazuoni wamekhtalifiana. Je, Yazid alikuwa Muislamu au alikuwa mnafiki? Alikuwa haamini kabisa uwepo wa Mungu. Imam Zainul Abidin ameishi kipindi hicho, lakini akaishi kipindi cha Muawiya ibn Yazid, akaishi kipindi cha mtu ovyo mbaya Marwan ibn al-Hakam, akaishi kipindi cha watoto wa Marwan, Abdul Malik ibn Marwan na Al-Walid ibn Abdul Malik. Wafalme na watawala hao watano ndicho kipindi alichoishi al-Imamu Zainul Abidin. Ilikuwa ni kipindi kigumu mno. Nukta yetu ya tatu ni shahadatuhu, kifo chake. Al-Imamu Zainul Abidin, Mungu amempa sharaf ya kupata kifo cha shahada tarehe 25 Muharram au mwezi 25 Muharram mfungo 4 mwaka wa 95, na alipofariki mwanawe al-Imamu al-Baqir akenda kumzika baba yake Baqi', makaburi ya Baqi', pamoja na ammi yake al-Imamu al-Hasan. Alhamdulillah, katika makaburi ambayo hayana shaka kwamba ni makaburi ya Ahlul Baiti, Baqi' na Madina ni makaburi ya Ahlul Baiti. Haya ni makaburi hayana shaka. Kaburi la Imam Zainul Abidin na al-Imamu al-Hasan na al-Imamu al-Baqir na Jaafaru Sadiq yaliyoko Baqi'. Hata wasimamizi wa makaburi ya Baqi' Mawahabi wanakuambia haya ni makaburi ya Ahlul Bait. Allahu akbar. Kwa hiyo akazikwa Baqi', na kaburi lake lilikuwa limejengewa kama unavyoona vinara vilivyoko kwetu vya maulidi, ndivyo lilivyokuwa kaburi lake Zainul Abidin pamoja na ami yake al-Imam al-Hasan. Lakini ulipofika mwaka 1344 Hijria, kwa fatwa ya Mawahabi wakenda wakalivunja kaburi la al-Imam Zainul Abidin, na makaburi ya Ahlul Bait alayhi salam wakayavunja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun. Nukta yetu ya 4, al-Imamu qudwa.
Al-Imam Zainul Abidin alayhi salam, ukijaribu kumsoma vizuri utapata ya kwamba ni kiongozi, ni mtu wa kumfuata. Katika ziara Al-Jamia Al-Kabira tunasomeshwa hapa ni Al-Imamu Al-Hasan Al-Askari anamuomba Mungu, waj'alni mimman yaktasu atharahum wa yasluku sabilahum wa yahtadi bihudahum. Ij'alni mimman yaktasu atharahum, Mungu nijalie katika wale watu ambao wanafuata athari zao, nyendo zao, na wanafuata njia yao, na wanafuata muongozo wao. Al-Imamu Zainul Abidin ukijaribu kumsoma katika nyanja zote ni qaid, ni qudwa, ni mtu wa kuweza kumfuata. Billahi alaik, ukimfuata katika jambo la salatu laili na swala za sunna na tahajjud, ni mtu ambaye kana yusalli fil yawmi wal layla 1000 rak'a, ni mtu ambaye alikuwa akiswali katika masaa 24 akiswali rakaa 1000. Ukimsoma, huo ni upande wa swala. Ukija upande wa ad'iya na dua na munajat, Al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam, yeye ndiyo kiongozi na ndiye muasisi na ndiye msemaji katika mambo ya dua zilizopokelewa kwake zito na za kutisha. Ikutoshe dua ya Abi Hamza Thamali aliyomfunza mmoja katika masahaba wake, yenye maneno mazito na makubwa na ya kutisha. Al-Imamu qudwa, mwenye dua hii, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin shajarati nubuwa, ni mtu wa kufuatwa katika kila jambo. Lakini ukija upande wa mahusiano yake yeye na wafanyakazi wake, mahusiano yake yeye na watumishi wake ni mahusiano mazuri ya kupindukia. Siku moja anamuita mfanyakazi wake, lakini mfanyakazi huyu hakumjibu kwa haraka, fulani, lakini bado yuko kimya. Akamuuliza, ya bunai alam tasmaa sauti, kwani huku nisikia nikikuita? Akamwambiaje? Akamwambia, nimekusikia unaniita, lakini nilikuwa ninaamini huwezi kunipiga wala huwezi kunigombeza. Allahu akbar. Al-Imamu Sajjad akanyanyua mikono akamwambia Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi alladhi ja'ala mamluki ya amanuni, namshukuru Mungu ambaye amenifanya mfanyakazi wangu, mtumishi wangu anaishi kwa amani, kwa kuniamini kwamba siwezi kumfanyia vibaya, siwezi kumpiga, siwezi kumdhulumu. Mungu nakushukuru kwa hilo. Kwa hivyo mingi, mahusiano yake na majirani zake, mahusiano yake na watu wanaokaa nao, mahusiano yake na Shia wake, mahusiano yake na watu wa kawaida, ibada zake, ukarimu wake, ukaribu wake na mafakiri, kuwaonea huruma mafakiri, sadaka zake za siri ni mengi. Ikutoshe tu neno ya kwamba al-Imamu qudwa. Lakini nukta yetu ya mwisho na ambayo ni muhimu mno, al-Imam Zainul Abidin ambaye dua hii Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad shajarati nubuwa imepokewa kwake. Ukijaribu kumsoma kwa kifupi al-Imamu Zainul Abidin, dua zake zina mafunzo yafuatayo. Kwanza, zinatufundisha namna ya kumswalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
lakini utazipata dua zake zinawalingania watu kwenye kuwafuata Ahlul Bait. Utapata kwamba manhaji aliyoyatumia Imamu ni kuwaelekeza watu, lakini kwa kupitia upande wa dua. Utaona Imam katika mambo aliyoyatilia umuhimu ni kutatua changamoto za kijamii, kutilia umuhimu mambo ya akhlaq na kuwakumbusha watu Ahlul Bait ni akina nani. Na ndiyo maana dua hii ya shajaratu nubuwa imejaa namna ya kumswalia Mtume Muhammad na kuwataja Ahlul Baiti katika kila mahala na sifa zao nyingi. Allahumma fa'inna ala al-istinani bisunnatihi fi wa naili shafaati ladai. Mungu tupe taufiki tufuate sunna ya Mtume Muhammad katika miezi yote, ukiwemo mwezi wa Shaaban na miezi mingineyo. Walhamdulillahi rabbil alamin.